adui, picha mbaya katika akili yake, ufahamu mbaya katika akili yake, ninaung'oa sasa kwa jina la Yesu. Ninapanda mbegu mpya kwa jina la Yesu Kristo. Neno la Mungu likakae ndani yake, hamu ya kumtii Mungu ikakae ndani yake katika jina la Yesu Kristo. Ewe mtoto, pokea uzima kutoka kwa Bwana wa majeshi, pokea uzima kutoka kwa Yesu Kristo aliye hai, pokea wokovu kwa jina la Yesu Kristo wa Nazareti. Hii ni huduma ya Ujenzi Makanisa. Kipindi ni cha maombezi kwa Global Donor. Siku hii ya leo tunakuletea maombezi ambayo yamejikita katika watoto wetu. Watoto wetu wana changamoto nyingi. Tunajua kabisa wewe kama ni mzazi unaelewa watoto wanakabiliwa na changamoto zipi katika jumla ya maisha yao. Wapo wanapata changamoto kutokana na hali ya maisha ya wazazi wao kuwa yako duni, umaskini, mahitaji, kutokuwepo na utoshelevu wa rasilimali fedha, na hivyo mahitaji muhimu ya msingi katika familia yanakuwa ni duni. Mtoto anakuwa akiwa hana afya njema. Ni changamoto kwa watoto wetu. Yamkini ni magonjwa. Watoto wanakabiliwa na magonjwa maalum. Watoto wana changamoto katika makuzi yao pia, katika habari ya maadili. Wanapokuwa katika mazingira ya makuzi, wanapoanza kujitambua, wanakuwa na makundi. Kampani zao zinawapelekea kujifunza mambo mapya. Wanapokuja kwa wazazi wao, wanaonyesha tabia ambazo sizo. Wanakuwa wakaidi, wanakuwa na kiburi, wanakuwa si watiifu tena. Hapo basi inakuwa ni changamoto. Mtoto kajifunza mapya. Sasa hivi tunatembea katika kipindi cha sayansi na teknolojia. Utandawazi umeenea. Ndio kipindi ambapo sasa watoto wetu wanaharibikiwa kuliko. Maana ni changamoto ya utandawazi ambayo inawakumba watoto wetu. Wanayaona mambo ambayo ni mazito kuliko ambayo sisi wakubwa tumeyapitia. Tumeyaona katika kipindi cha utoto wetu. Wenzetu sasa wana changamoto kubwa. Maana ni nani awaambie nini kinapaswa kiwe? Wanavutwa na wimbi la dunia inavyokwenda. Changamoto za teknolojia zinawakumba watoto wetu. Waponee wapi? Wanaishi katika maisha hayo. Watoto wanakumbwa kama ambao wametupwa katika bahari ambayo ina dhoruba, ina mawimbi. Wanabebwa pasipo msaada wao wote. Nasi wazazi wamkini hatuna hata taarifa ya kwamba nini kinachoendelea. Watoto wanapoenda kucheza, tunadhani wako salama, lakini wamepita katika kona. Wamepata simu, wamepata video kwenye TV za majirani, kwenye vichochoro. Wanajifunza mambo ambayo sio, na maadili yanaharibika. Warudipo nyumbani, watoto wamebadilika tabia, kwa sababu hiyo ni changamoto ya kiteknolojia. Inawasibu watoto wetu. Wanapokuwa wanaondoka, wanakwenda mashuleni. Tunajua wamekwenda shule kwa ajili ya kujifunza yale ambayo tumewatuma, lakini wajapo wanakuwa na mambo mengine. Maana njiani wamkini hata shuleni hawajafika, wamepita katika kona zao ili wakajifunza yale mambo mengine ambayo waliyaona katika simu. Wanapita wanajifunza mambo ya ushoga, wengine wako boarding wanajifunza mambo yasiyofaa, kwa sababu ni watoto wako katika kipindi hicho. Changamoto ni kubwa mno. Ewe mtoto unayeniona, unayenisikiliza katika skrini hii, wewe ni pengine unajitambua, unaweza kunisikiliza na kunielewa. Ninajua ya kwamba umeomba Mungu, wazazi wako wamekueleza ya kwamba unapaswa umuombe Mungu, na pengine umejaribu mwenyewe, lakini hujaweza kujinasua katika huo mtego. Siku zote umejitahidi kuwaambia wazazi nitabadilika, lakini hujabadilika. Kila unapoacha wazazi, unakutana na mazingira yale yanakurudisha tena kwenye dimbwi la maradhi yale, maumivu yale, makosa yale. Hivyo kwamba mtoto unachanganyikiwa, nitakwenda wapi mimi? Maana nijapo nyumbani ninapata kibano, niendapo shuleni ninakutana na kibano, na hapa sina mlezi mwingine. Mlezi wangu amekuwa ni utandawazi. Mlezi wangu amekuwa ni vijana wa pembeni, vijana wa mitaani. Umejifunza tabia zisizofaa. Unavuta bangi wakati wewe bado ni mtoto. Umejifunza maneno machafu
Ujapokuwa wewe bado ni mtoto, unaweza ukatukana wazee, uweze hata kuwapisha hata wanapokuwa katika usafiri, maana unasema na wewe umeshakuwa kijana. Kwani kuna nini kinachokuzidi? Kwa maana wanachokijua wao na wewe unadai kwamba unakijua, maana zile siri za utu uzima umeshakuwa nazo nyingi, hivyo umeota na kiburi cha kuona kwamba na wewe uko sawa na wazazi, uko sawa na mama yao, uko sawa na mama yako, uko sawa na dada yako. Umekosa heshima, umekuwa ni mtu wa kunena maneno mabaya, kwa sababu na wewe unayajua yale mambo mazito. Mungu akusaidie siku hii ya leo na kuletea habari njema. Ewe mtoto nisikiaye, taenda kusoma andiko kutoka katika andiko la kwanza linatoka katika kile kitabu cha Waefeso na ile sura ya 6 na mstari ule wa kwanza mpaka wa 3. Neno la Mungu linasema, sikiliza mtoto, enyi watoto watiini wazazi wenu katika Bwana, maana hii ndiyo haki. Waheshimu baba yako na mama yako. Amri hii ndiyo amri ya kwanza yenye ahadi, upate heri, ukae siku nyingi katika dunia. Oh, mtoto, unataka ukae siku nyingi katika dunia? Unataka upate heri? Biblia inasema waheshimu baba yako na mama yako, upate miaka mingi na heri duniani. Kama unadhani kwamba unahitaji kuishi maisha kama na baba yako aliyoyafikia, unataka utembee uwe na umri mkubwa kama mimi, kama baba yako, kama shangazi yako, kama babu yako, neno la Mungu halijapindisha. Mtoto sikiliza, neno limesema ya kwamba heshimu baba yako na mama yako. Unanielewa? Heshimu baba yako na mama yako. Haijalishi mama yako ni mzaifu kiasi gani, haijalishi baba yako ni mzee kiasi gani, au kwamba ni mnyonge namna gani. Hata wewe kwa unene wako unaweza hata ukampinda ukamuumiza, unaweza hata ukamkunja kwa ngumi, hata ajapokuwa ni mama ambaye ni mdhaifu, lakini ni mama yako. Hata kama mama yako, mzazi wako, anaonekana hana kipato kama yule uliyejua pembeni jirani, ni tajiri, baba yake ni tajiri, unamwadimaya, unampenda, lakini wewe kwa sababu baba yako ni mnyonge, hana hela kama yule, unamdharau, lakini ni baba yako. Elewa ewe mtoto, usimdharau baba yako wala mama yako. Pengine kwa kuwa unajua sana kuongea, unaongea na baba yako kama vile mko sawa, unaongea na mama yako kama vile mko sawa, umejibu maswali, maneno ambayo hustahili. Biblia inasema ukitaka kuwa na miaka mingi na heri duniani. Unajua maana ya heri? Heri maana yake ni baraka. Upate mafanikio katika dunia hii, ni lazima umheshimu baba yako na mama yako, na Mungu ataenda kukuonekania. Nasikia neno hili ni neno litokalo kwa Bwana wa majeshi. Lakini tutaenda kusoma andiko jingine linalotoka katika kile kitabu cha Mithali na sura ya 13 na mstari wa kwanza. Neno la Mungu linasema, mwana mwenye hekima husikiliza mausia ya babaye, bali mwenye dharau hasikilizi maonyo. Mwana mwenye heshima husikiliza mausia ya baba yake, lakini mwenye dharau hasikilizi maonyo. Ewe mtoto, kama husikilizi maonyo, ndipo lile neno litakalokuja. Mtoto asiposikia kufunzwa na baba yake, atafunzwa na ulimwengu. Si shuleni umejifunza hiyo? Si unaijua? Ni kweli kabisa, na hao wamechota kutoka katika Biblia. Maana ukishupaza moyo, ukishupaza shingo yako, Biblia inasema hakutakuwa na dawa, bali itavunjika. Hivyo inabidi uelewe ya kwamba ni wajibu wa mtoto kumtii baba, kumtii mama, mheshimu, upate heri na miaka mingi duniani. Haleluya! Sema amen. Sema amen. Wewe mtoto sema amen. Acha kiburi. Sema amen. Sema amen. Iwe kwako hivyo. Naenda kuomba kwa ajili yako mtoto. Baba yangu wa mbingu na nchi, ninakuja mbele zako muda huu Baba, niko mbele ya uso wako. Nimeongea maneno yako haya uzima kwa mtoto huyu. Nimeongea maneno haya uzima kwa baba huyu, mama huyu, mlezi huyu. Baba, ninakusihi katika jina la Yesu Kristo, maneno haya na yakafanyike kuwa rema
ndani ya maisha ya huyu mtoto. Mungu yakafanye kuwa ni mafuta yatirikayo na kuleta faraja ndani ya moyo wa mtoto huyu, katika jina la Yesu Kristo. Kama uishivyo Bwana wa majeshi, ninaomba ukafanye mapinduzi, ukabadilishe moyo wa mtoto huyu kuanzia sasa. Bwana, ninaomba ukang'oe moyo wa jiwe ndani ya mtoto huyu, ukang'oe na ng'oa katika jina la Yesu Kristo. Kama uishivyo Bwana wa majeshi, ninang'oa roho ya kiburi, ninang'oa roho ya majivuno, ninang'oa roho ya matusi, lugha mbaya katika jina la Yesu Kristo, jeuri yote, kutokuwa mtii kwa jina la Yesu, dharau, uharibifu, wizi, udokozi, hali mbaya katika maisha ya mtoto huyu, uchafu aina zozote, ninaung'oa katika jina la Yesu Kristo. Ninatupa kuzimu, ninatupa kuzimu katika jina la Yesu Kristo. Na haribu ngome yote ya yule ibilisi shetani, ninavunja makao yote ya yule adui, picha mbaya katika akili yake, ufahamu mbaya katika akili yake, ninaung'oa sasa kwa jina la Yesu. Ninapanda mbegu mpya kwa jina la Yesu Kristo. Neno la Mungu likakae ndani yake, hamu ya kumtii Mungu ikakae ndani yake katika jina la Yesu Kristo. Ewe mtoto, pokea uzima kutoka kwa Bwana wa majeshi, pokea uzima kutoka kwa Yesu Kristo aliye hai, pokea wokovu kwa jina la Yesu Kristo wa Nazareti, kwa jina la Yesu Kristo. Pokea kwa jina la Yesu Kristo, pokea muujiza wako kafanyike. Roho peke hapo shala sekomiata rika babababapas. In the name of Jesus Christ, let it be. In the name of Jesus Christ, let it be. It has been. Hallelujah, hallelujah. Pokea, muujiza umekwisha fanyika. Hili ni neno la Mungu aliye hai, Mungu wa ujenzi makanisa. Nasema kweli, imekwisha kuwa. Na ninasema wewe mtoto, amini Mungu amefanya mabadiliko ndani ya moyo wako. Pokea, na utakapoona mabadiliko, na hata baba yako na mama yako atakaposema sasa mtoto umebadilika, ujue kwamba Mungu ndivyo amekwisha fanya. Utatoa sadaka yako. Usijali sadaka yako hata ikiwa ndogo. Ukitoa hela yako yoyote unaweza kuipata kwa nia ya kumshukuru Mungu kwa jinsi alivyokutendea muujiza huu, hakika atakuongeza, hakika atakunyanyua zaidi na zaidi. Sadaka yako ndogo yoyote, mimi sikutaji, usiseme mimi sasa nitatoa wapi. Wewe chochote unachokiita changu ambacho napenda kumtolea Mungu, si lazima iwe pesa, hata kama ni daftari, hata kama ni nguo yako nzuri, hata kama ni kitu chochote, kiatu chako, ukiamua kumtolea Bwana sadaka ya shukurani kwa tendo kubwa ambalo Mungu amekufanyia, Mungu atapokea na Mungu ataenda kukuzidishia. Mwamini Mungu. Kama ni pesa, utatuma kwa namba zinazoonekana katika skrini hii. Si unaona namba yoyote ile, utaweka hela yako katika hiyo akaunti hiyo, na inaitwa sadaka ya ujenzi makanisa, na Mungu ataenda kukubarikia. Niseme nini basi? Nimefikia hitimisho kwa siku ya leo. Napenda kukuaga nikisema Mungu akubariki. Bye.